Siku ya leo ningependa kuwakaribisha tunapoenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Tunaenda kuanza na neno la Mungu, na tunajua ya kwamba vile ambavyo tumekuwa tukisoma katika yapata kama miezi miwili ambayo tumekuwa tukisoma, ama mchungaji amekuwa akitufundisha kuhusiana na kibali, na kwa sababu ya hiyo tumepata kuona kibali cha Mungu vile ambavyo kinafanya kazi juu ya maisha yetu, vile ambavyo Mungu anatuwezesha kupitia kibali ambacho anatupatia. Na ni kwa sababu ya hiyo siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kumheshimu mtumishi wa Mungu, kwa sababu tumeweza kufundishwa mambo ya kibali. Naona siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kumheshimu ama kuona the man of God ama the servants of God, wale ambao Mungu ametuma kwa ajili ya maisha yetu, ili waweze kutulisha sisi tukiwa kama kondoo. Wao ndio Mungu ambaye ameweza kuwapatia hiyo jukumu ya kutulisha, kuangalia juu ya maisha yetu, na ni kwa sababu ya hiyo leo siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Katika nyumba hii tuko na wachungaji, tuko na mchungaji wetu mkuu Reverend Johnson, na tuko na wachungaji wengine ambao wanasaidiana kazi na yeye, na wote wanastahili kuheshimiwa. Na kama vile ambavyo tunajua siku ya leo ni siku yetu kuu kama kanisa la KG Baraka, na pia kama section yetu ya Embakasi. Si tunakumbuka hivyo? Yes. Amen. Na ni siku yetu ya kuweza kuona mtumishi wa Mungu kupitia mambo ambayo tumekuwa tukielezewa kwa muda mrefu. Na katika Biblia kuna watu kadhaa ambao waliweza kuheshimu watumishi wa Mungu, na tuliona vile ambavyo maisha yao iliweza kubadilika ni kwa sababu ya kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Wengine waliweza kujitoa na kile chochote ambacho walikuwa nacho, na kwa hakika kupitia wale watumishi wa Mungu waliweza kupata baraka. Maisha yao yakabadilika kutoka hapo na hapo hadi siku ya leo. Wengine maisha yao iliweza ikabadilika ni kwa sababu ya vile ambavyo waliweza kuwasaidia watumishi wa Mungu, waliweza kuwaheshimu na mali zao na kila kitu ambacho Mungu aliweza kuwa amewapatia. Na kwa hakika mahali ambapo walikuwa wamekwama, Mungu aliweza kuinua maisha yao kupitia wale watumishi wa Mungu ambao Mungu alikuwa amewapatia. Na tunakumbuka katika Biblia tuko na yule mama ambaye alikuwa ni mshunemi. Tunajua hiyo story yake vizuri, vile aliweza kutambua mtumishi wa Mungu, na wakaabiana na mume wake ya kwamba kulingana na vile wanaona huyo mtumishi akipita pale, wanaona ni kama mtumishi wa Mungu, na kwa hakika waliweza kumbariki na wakawa baraka kwake. Wakasemezana kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu huwa anapita mahali hapa akielekea mahali fulani, na si tunaweza tukamjengea kanyumba mahali hapa, ili apitapo anaweza kupata break, anakuja hapa ana refresh, ana relax, ili hata akiendelea na shughuli zake atakuwa relaxed, na hata anaweza kufanya huduma yake kadri ya vile ambavyo Mungu alikuwa amemtaka kufanya. Na kupitia kwa hiyo tulipata kuona ile familia iliweza kubarikiwa, ikainuliwa, na kile ambacho walikuwa wamekosa waliweza kukipata. Walikuwa na haja na mtoto, na kwa hakika kupitia ule mtumishi wa Mungu waliweza kupata huyo mtoto. Naweza kusema ya kwamba nafikiri baraka zao ziweza kufunguka ni kwa sababu ya vile ambavyo waliweza kumbariki yule mtumishi wa Mungu. Wakawa na discerning spirit ya kwamba yule mtu huwa wanaona mara kwa mara akipita mahali pale ni mtumishi wa Mungu. Amen. Na kwa hivyo waliweza kumbariki, wakasemezana vile ambavyo wanaweza kumjengea kanyumba mahali pale kando na nyumba yao, waweke hata tiles ama carpet kama hii, ili ule mtumishi wa Mungu akipita mahali pale awe ana relax mahali pale, na wanampea chakula na kile chochote ambacho unaweza kufanyia mtumishi wa Mungu. Na kwa hakika maisha ya ile familia iliweza kubadilika kutokana na siku ile. Na kwa hivyo ningependa tukaweze kuangalia
mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama Elijah, na jinsi ambavyo aliweza kumbariki mama mjane. Tuna historia ambayo tunaielewa vizuri, na kwa sababu neno la Mungu ni mpya kila siku, ningependa tukaweze kurejelea hiyo historia. Tutaona jinsi ambavyo yule mama mjane aliweza kumbariki mtumishi wa Mungu na kile ambacho alikuwa na kile kidogo ambacho alikuwa nacho. Amen. Na ningependa tukaweze kuangalia katika kitabu cha The First Kings sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Tunaweza lekewa hata pale kwa screen ili kila mmoja aweze kufuatilia. Wafalme wa kwanza 17:8 hadi 16. Amen. Washeni tusome. Neno la Bwana likamjia kusema. Ni nani neno la Bwana lilimjia? Lilimjia Elijah. Neno la Bwana likamjia na kusema, tuendelee. Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko, na tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Amen. Haya basi, akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo shoboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. 12 inasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika shupa, nami naokota kuni 2 ili nipikie mwenyewe na mwanangu tule, kisha tufe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo, ukaniletee, kisha ujitengenezee na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile shupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Mstari wa 16 na wa mwisho unasema, lile pipa la unga halikupunguka, wala ile shupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alivyolinena kwa kinywa cha Elia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona hapa ni historia ya Elijah. Elijah alitumwa, turudishe pale mwanzo pale mstari wa 8 tukiteremka. Aliweza kufika mahali pale ni kwa sababu ya ile njaa ilikuwa mahali pale Israeli, na anasema ya kwamba ni neno la Bwana liliweza kumjia likasema hivi, kwa vile Mungu alikuwa amemtuma akamwambia, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko, tazama nimemwagizia mwanamke mjane wa huko akulishe. Pale Israeli kulikuwa na kiangazi, na ni kwa sababu ya ile drought ilikuwa mahali pale. Tunajua ya kwamba wakati drought imefika mahali ama kiangazi kimefika mahali, njaa huwa imefika mahali pale, na kwa hivyo hakukuwa na chakula mahali pale. Kiangazi kilikuwa kimekausha ile nchi, njaa ilikuwa mingi,
na hata watu walikuwa wanaangamia. Na ndiposa neno lilimjia Elija likamwambia aondoke aende mahali pale, na katika ule mji akaambiwa akae huko. Na Mungu alikuwa ameshamwagiza mwanamke mjane wa huko ya kwamba mtumishi wa Mungu Elija atakapofika mahali pale, yeye atamlisha na atamlisha na kile chochote ambacho ako pale. So Elija aliweza kutoka mahali pale akiwa na confidence ya kwamba hata kama kuko na njaa, hata kama kuna kiangazi, mahali yeye anaweza kwenda hata angamia ni kwa sababu ya njaa, na Mungu hawezi kumtuma mtumishi wake mahali ambapo ataenda kuangamia. Na ndiposa akaambiwa ya kwamba aondoke aelekee katika ule mji na akae huko, na kwa sababu Mungu alikuwa amemwagiza mwanamke mjane mahali pale ya kwamba ndiye atakayemlisha Elija. Verse 10, basi akaondoka akaenda pale Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo shoponi nipate kunywa. Elija alipofika mahali pale aliweza kupata mwanamke ule mjane akiokota kuni pale, na hapo chini tulikuwa tumeambiwa kwamba ule mwanamke alikuwa tu na unga kidogo, na kwa hivyo alikuwa anatayarisha kuni aende awakishe moto ili aweze kupika ile unga kidogo ilikuwa pale yeye na mwanawe. Na ndiposa akaweza kutoka na akakuta ule mwanamke mahali pale na akamwita. Alipomwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo shoboni nipate kunywa. Ni kwa sababu ya kile kiangazi kilikuwa pale, na kwa kawaida wakati huko na kiangazi, kwa hakika huwa mtu anasikia kiu. Pengine jua limekuangazia, umetembea safari mrefu na hata njaa uko nayo. Na kitu cha kwanza alichoitisha mahali pale, aliweza kuitisha maji kidogo pale. Alimtuma yule mwanamke pale katika shombo ama katika nyumba aweze kumletea maji kidogo iliyokuwa mahali pale, ili apate kufanya nini? Kunywa ile maji. Tuendelee tuone kilichotokea. Na alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Sasa hapa ndipo maneno iliweza kuharibikia, na ule mwanamke hata akashikwa na mshangao, kwa sababu huyu mtumishi amemuitisha kipande cha unga, na kwa hakika pale ndani hakuna kitu kiko pale, na huyu mama alikuwa anaokota kuni ili aende apike kile kidogo alichokuwa nacho, ile unga kidogo alikuwa nayo katika kile chumba. Na kwa hakika Elija aliweza kumtuma pale. Sasa huyu mama akashindwa, sasa nitapikia huyu mtumishi ama nitajipikia mimi mwenyewe na mtoto wangu, ama itakuwa namna gani? Na ule mama akatii, kwa sababu ni Mungu alikuwa anamwamurisha afanye kama kile ambacho Elija alikuwa anamwambia. Verse 12 inasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie mwenyewe na mwanangu tule, kisha tufe. Bwana Yesu asifiwe. Ule mwanamke akaambia Elija ya kwamba kama vile Mungu aishivyo. Sasa anaanza kujitetea pale, na kwa hakika kile ambacho Mungu alikuwa amemwamurisha kufanya atafanya. Akaanza kujitetea pale, akasema kama vile Mungu aishivyo, sina mkate. Na ni kweli hakuwa nayo, kwa sababu anasema alikuwa tu na konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie mwenyewe na mwanangu tule, kisha tukufe. Lakini haikufanyika hivyo. Sasa yeye alikuwa anaona tu ile unga kidogo alikuwa nayo. Siku ya leo kama vile ambavyo tuko hapa, tuko na siku yetu ya kumbariki mtumishi wa Mungu, kwa sababu tuko na mtumishi. Unaweza kuwa unaangalia kile kidogo uko nacho, hujui kama pengine utatumia kile uko nacho kidogo kumbariki
bariki ukijua ya kwamba maneno yale ambayo yule mtumishi wa Mungu atanena juu ya maisha yako kwa hakika itakuwa ya baraka, na milango yako itaweza kufunguka na utapokea baraka za Bwana. Anasema ya kwamba na Elijah akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujitengenezee na mwanao. Elijah akamwambia asiogope ya kwamba pale kuna unga kidogo iko pale, hajui kile ambacho Mungu atafanya baadaye. Asiogope, aende afanye kama vile alikuwa amesema, aende ampikie, na kwa hakika ataona vile ambavyo Mungu atamfanyia katika maisha yake. Na ule mwanamke alikuwa mwanamke mtiifu, kwa sababu najua ilikuwa ni wengine wakianza kubageni na Elijah mahali pale, ama na mtumishi waanze kusema nikipika hili sisi mimi na watoto na mtoto wangu tutakula nini? Tukifanya hivi sisi tutafanya nini? Na akamwambia asiogope, aende afanye kama vile ambavyo amesema, lakini amfanyie kwanza mkate mdogo akamletee, kisha ajitengenezee na mwanao. Hapa naona mwanamke yule alikuwa bado anaogopa kwa sababu anashindwa. Unga ni kidogo, naona hii inanitosha tu mimi na mtoto wangu, na tunakula tu leo, imebaki tu ya leo tu. Na mtumishi wa Mungu ametokea hapa kusema ya kwamba tumpikie, na kulingana vile yule mama alikuwa anaangalia katika ile kikapu alikuwa ameweka unga yake pale, alikuwa anaona ni yao tu, pengine ilikuwa tu inawatosha tu lunch ama pengine sapa. Kufikia hapo ati wakule ile kidogo iko wakufe, kwa sababu hakuna kitu kingine kilikuwa kibaki pale. Lakini naye huyu ni Elijah na ni mtumishi wa Mungu, na Mungu amemtuma kutoka mahali pale akuje mahali pale akijua atapokea baraka, atapewa kile ambacho anahitaji, na yale maneno ambayo atatamka pale yataweza kuwa ya baraka kwa ule mama na ataweza kubarikiwa. Kama vile ambavyo nilikuwa nimesema, siku ya leo tuko hapa, unaweza unaangalia kile ambacho uko nacho, kile ambacho kiko katika mfuko wako. Usiangalie hiyo, unaweza kutoa hata kama ni shilingi ya mwisho ile imebaki pale, utoe na baraka zako zikaweza kuanza kukufuata, kwa sababu kile tutafanya siku ya leo, najua kuna maneno ya baraka ambayo mtumishi wa Mungu ataweza kunena kwa ajili ya maisha yetu. Na kuanzia siku ya leo najua ya kwamba baraka zitaanza kutufuata, kwa sababu tutatoa bila kulalamika. Utoe bila kulalamika, kwa sababu ni Mungu amekuamulisha. Ametuambia kwamba tuweze kuwabariki watumishi wake, na tukiwa na mtumishi wa Mungu mahali hapa kama siku ya leo, na tunajua ya kwamba ni siku yetu ya kumbariki, tutambariki bila kunungunika, bila kulalamika, kwa sababu tunajua kile tunafanya. Tunajua ya kwamba tutapata baraka mahali pale. Tuendelee katika mstari wa 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema, ile pipa na unga havitapunguka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elijah ameanza kumhakikishia baraka huyu mwanamke ya kwamba vile ambavyo Mungu anasema ya kwamba katika lile pupa lile anaona liko na unga kidogo, ya kwamba halitapunguka. Hakuna wakati unga itakosa mahali pale, kwa sababu yeye kile kidogo kiko pale atatumia, na mtumishi wa Mungu na hata kosa unga mahali pale. Hakuna kitu kitahitajika katika ile nyumba kikose. Mafuta haitakosa mahali pale katika ile nyumba. Kuni hazitakosa katika ile nyumba. Atapata hata baraka zaidi kuliko vile alikuwa ametarajia atapata. Wala ile shupa ya mafuta haitaisha. Mafuta haitapunguka mahali pale. Tutatoa kile tuko nacho siku ya leo, na kwa hakika hatutapungukiwa. Hatutaenda kulala njaa kwa sababu tumetoa. Hatutakosa kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nasi, atatubariki na ataendelea hata kutuinua, ni kwa sababu tumesimama hakika na mtumishi wake, na mtumishi wa Mungu anastahili baraka. Kwa hivyo tukimbariki naye, kuna maneno ya baraka atakayoyanena, na kwa hakika tutabarikiwa hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tumeelezewa kwamba ile nchi ilikuwa na kiangazi, na amemhakikishia yule mama mjane ya kwamba hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi hatapungukiwa na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Si hayo ni maneno mazuri? Angalia mtumishi wa Mungu akikwambia maneno kama hayo, kulingana na kile utafanya hautapungukiwa.
hata siku ile Mungu atakapoleta mvua juu ya nchi. Kwa sababu pale mwanzo tuliambiwa kwamba kulikuwa na kiangazi, na kile kiangazi hakuna mtu alikuwa anajua kitaendelea hadi mpaka wakati gani. Na ndiposa Elisha akamwambia ya kwamba Mungu wa Israeli anamwambia hivi, ile pipa halitakosa unga, tukitoa siku ya leo hatutakosa, mifuko yetu haitapungukiwa kwa sababu tumetoa, akaunti zetu hazitafungwa kwa sababu tumekosa, tutaendelea kupokea zaidi na zaidi kwa sababu ya kubariki mtumishi wa Mungu. Akamwambia kwamba hadi wakati ambapo Mungu ataleta mvua katika ile nchi, hadi wakati Bwana atakapoleta, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Kwa sababu ya kile kiangazi kilikuwa pale, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua wakati gani hiki kiangazi kitaisha, lakini Elijah alihakikishia ya kwamba hadi siku ile kiangazi Mungu atakapoleta mvua katika ile nchi, hatapungukiwa, hatakosa unga mahali pale, mafuta haitakosekana mahali pale, baraka za Mungu hazitakosekana katika ile nyumba, na ni kwa sababu atakuwa amebariki mtumishi wa Mungu. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Ni yule mwanamke alienda na akafanya kama vile ambavyo Elijah alikuwa amemwambia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Tumeona baraka za Bwana mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Elijah alimwambia aende akafanya kama vile alimwambia, na alipofanya kile ambacho alikuwa ameagizwa kufanya, tunaambiwa ya kwamba, ama Biblia inasema ya kwamba walikula siku nyingi. Hakuna kitu mzuri kama kuhakikishiwa ya kwamba utakula siku mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine ni kile tu kidogo umetoa, lakini kwa sababu umekitoa kwa roho mkunjufu, umetoa bila kuangalia hali vile ilivyo, umetoa bila kufisha hata kidogo, umetoa kwa kujitolea kwa roho yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Umetoa kwa roho mkunjufu kwa sababu unabariki mtumishi wa Mungu, akaambiwa kwamba atakula siku mingi. Kwa hivyo nasi tukitoa siku ya leo na kuendelea kubariki mtumishi wa Mungu, tutapokea baraka siku mingi. Bwana Yesu, tutapokea baraka siku mingi kwa sababu Mungu hawezi kuongea uongo. Vile alipohakikishia yule mwanamke, hata nasi anatuhakikishia hata siku ya leo ya kwamba tukibariki watumishi wa Mungu, tukibariki mtumishi wa Mungu, hata nasi tutapokea baraka siku mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuone mstari mwingine vile unasema wa 16. Lile pipa la unga halikupunguka. Bwana Yesu asifiwe. Lile pipa la unga halikupunguka. Kwa hivyo vile walikuwa wanaendelea kukitumia, unga haikupunguka mahali pale. Ule mwanamke alifunguliwa milango mingi na Mungu, ya kwamba hakuna siku hata moja alikosa. Kila wakati alikuwa anapokea baraka kutoka kwa mwanga kwa Mungu, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, mafuta haikukosa katika ile chupa. Kwa hivyo hata nasi tukitumia kile tuko nacho siku ya leo, tukitoa kile tuko nacho siku ya leo kumbariki mtumishi wa Mungu, hatutakosa. Mifuko yetu haitakosa, nyumba zetu hazitakosa unga, nyumba zetu hazitakosa mafuta, hatutakosa kuni katika nyumba zetu za kupika kile ambacho Mungu atatupatia, kwa sababu tutakuwa tumetumia siku ya leo kumbariki mtumishi. Baraka zitaendelea kutufuata kutoka sasa hata kuendelea, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kitakosa, na neno la Bwana ilipitia katika kinywa cha Elia. Kwa hivyo nasi tuko na mtumishi wa Mungu siku ya leo. Najua kuna neno la Bwana ambalo litapitia katika kinywa chake siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna neno ambalo litapitia katika kinywa chake, na ni neno la baraka, na kumaanisha ya kwamba atatoa matamshi, na yatakuwa ni matamshi ya baraka katika maisha yetu. Najua ya kwamba tutabarikiwa, tutakapotoka katika nyumba siku ya leo kama tumepokea baraka, sisi na wale wengine ambao watakuja siku ya leo kwa sababu ya kusimama na mtumishi wa Mungu. Najua kuna baraka ambazo tutapokea siku ya leo, na baraka watumishi wa Mungu si pesa tu, sio unga tu pale. Wakati Mungu amekuondolea magonjwa, hiyo ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anakupatia afya nzuri, hiyo ni baraka.
Ingawaje watu wengi huwa wanaangalia tu baraka za kifedha, za mifugo ama za mali. Akikupea tu baraka za afya peke yake, akikupea tu uzima, uone kutumii hata shilingi moja kwenda hospitali, hiyo ni baraka tosha. Na ninajua kuna kile ambacho Mungu atatutendea kutoka siku ya leo hata kuendelea, kwa sababu tutasimama na mtumishi wa Mungu, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Kuna faida ambazo huwa zinapatikana wakati mtu amesimama na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna faida kwa sababu hatuwezi simama na mtumishi wa Mungu nasi tukakosa faida. Kunazo faida ambazo huwa zinatokana na kusimama na mtumishi wa Mungu. Kuna benefits, kuna several benefits ambazo huwa tunapokea kupitia kusimama na watumishi wa Mungu. Na baraka ya kwanza ama faida ya kwanza ambayo huwa tunapokea wakati tumesimama na watumishi wa Mungu, tunapokea rewards from the prophet ama from our pastors. Huwa tunapokea baraka. We reap a lot of rewards from the prophet of God. We reap a lot of rewards. Wakati tumesimama na watumishi wa Mungu, huwa tunapokea baraka. Na wakati tumewapokea, tumesimama na wao, kuna baraka ambazo huwa zinatufuata. Milango yetu huwa inafunguka. Huwa tunaoperate at the same place ambayo mtumishi wa Mungu ako nayo. Tunajua ameneemeshwa na Mungu, ako na neema ya kutosha. Na wakati tumesimama na watumishi wa Mungu, pia nasi huwa tunapokea ile grace ambayo wako nayo. Kuna kiwango fulani cha neema ambazo watumishi wako nayo, huwa tunapokea wakati tumesimama na wao. Na tukifungua katika kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 41, tunaweza kusoma hapo ama tuone neno linalo support hiyo benefit ya kwamba wakati tumesimama na watumishi wa Mungu huwa tunapokea baraka. Tuwekee pale. Na neno la Bwana linasema hivi: ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Ampokeaye nabii atapata thawabu. Thawabu ni reward. Kuna ni kama zawadi tu kwa njia nyingine. Kuna kile ambacho utapokea ni kwa sababu ya kusimama ama kumpokea mtumishi wa Mungu. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Atapata thawabu ya mwenye haki. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kile ambacho mtumishi wa Mungu ako nacho, ile grace ambayo ako nayo, ile neema ambayo ako nayo, tunaweza kuipokea tu kwa sababu ya kusimama na yeye, kwa sababu tu ya kumpokea, kwa sababu ya kumbariki. Tunaweza kupata baraka kupitia pale. Tunaweza kupata neema na kibali kwa sababu ya kusimama na watumishi wa Mungu. Ile neema ambayo Mungu ameweka juu yake inaweza kusambazwa na itujie na ikuje katika maisha yetu, ni kwa sababu tu ya kusimama na mtumishi wa Mungu. Jambo lingine ni kwamba tunapokea double honor and prosperity. We receive double honor and prosperity wakati ambapo tumeheshimu na kuwapokea watumishi wa Mungu. Na katika Biblia tunaweza kuangalia kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:17. Tuwekee na hayo First Timothy mstari wa 5:17 unasema hivi: wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kutoa unabii na kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu hapa anahesabika kama mzee, kama mtumishi wa Mungu, kama ni nabii, na wale ambao huwa wanajitolea kutufundisha, na tunajua yeye ni mmoja ya wale ambao wanajitolea kutufundisha. Kwa hivyo kile ambacho anatufundisha sisi huwa tunakipokea pia kutoka kwake. Na Biblia inasema ya kwamba sio respect tu ambayo inastahili tuwe tunashare na our spiritual fathers, our spiritual leaders, sio respect only.
kuna vitu vingi ambavyo tunastahili kushare, even the material things. We should also share material things with our spiritual leaders, with our spiritual fathers. Watumishi wa Mungu ambao tumepewa, tunaweza kushare na wao financial support, material things tunashare. Ni Biblia inasema ili nasi tuweze kupokea baraka. Jambo lingine ni kwamba tunapokea the spiritual security. Tunapokea spiritual security. Watumishi wa Mungu huwa wanatuombea, huwa wanatuangazia, huwa wanatuitania juu kwa Mungu ni kwa ajili ya maisha yetu. That is part of spiritual security. Na tunaweza angalia kitabu cha Hebrews 13 mstari wa 17. Hebrews 13:17. Watiini viongozi wenu na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi watumishi hata huwa wanaamka wakati sisi tumelala, wao wanaomba, wanatuombea, wanatuitia Mungu aangalie maisha yetu. Wao huwa wana oversight our lives, kwa sababu hiyo ni jukumu yao. Kwa hivyo wakati tunapowatii tunapokea baraka. Ile inasema kwamba watiini viongozi wenu na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa huzuni, maana haitawafaa ninyi. Kwa hivyo tunaambia kwamba watumishi wa Mungu huwa wanatuombea, huwa wanatuombea, wanakesha wakituombea. And that is part of spiritual security. They offer security, spiritual security over our lives. Wanafanya spiritual oversight, wanatuangalia, wanatuombea wakati mwingi. Hata maybe kuna wakati mwingine hata wewe ujikumbuki, unasahau hata na kuomba, lakini mtumishi wa Mungu huwa anatuombea, mara mingi huwa anatuombea. Na kwa hivyo huwa tunapokea hiyo kama ni faida moja ama ni benefit moja ya kusimama na watumishi wa Mungu, kwa sababu huwa wanatuombea, wanaomba Mungu awabariki maisha yetu, asimame nasi, atuondolee masaibu na tuwe wa baraka, na tuwe wa kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Jambo lingine ni kwamba huwa wanaendeleza neno la Mungu, ama huwa tunaendeleza neno la Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu amekuja mahali hapa, ametuhubiria, wakati ametupatia neno la Mungu, hapo tunafaidika, kwa sababu inakuwa ni kama continuity of the word. Wakati wametuletea inakuwa ni faida kwetu, nasi tunaweza toka kule nje na tuweze kuwa baraka kwa watu wengine, tunaweza kuhubiria watu wengine na tukaweza kupokea baraka kupitia kusimama na watumishi wa Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo ni siku yetu ya kubarikiwa, ni siku yetu ya kusimama na watumishi wa Mungu, kama vile ambavyo tunajua ni siku yetu. Tuko hapa siku ya leo, hatuta withhold anything, kile chochote ambacho Mungu ametupatia, kile ambacho Mungu ametubariki nacho, tutasimama Mungu kadri ya vile ambavyo Mungu atatusaidia, kadri ya vile ambavyo Mungu atatusaidia, vile atasema tusimame na mtumishi wa Mungu, na maisha yetu haitarudi vile tena. Tukisimama na mtumishi wa Mungu tutapokea baraka, na tutazidi kupokea baraka kutoka siku ya leo hata na kuendelea, kwa sababu najua na ninaamini kwamba kuna maneno ya baraka ambayo mtumishi wa Mungu ataweza kutamka mahali hapa siku ya leo, na mimi na wewe tutapokea baraka. Bora tu tutoe kwa kujitolea. Najua tayari tumeshatoa, na pia tuko na nafasi nyingine ya kutoa. Kuna nafasi nyingine pia ya kutoa siku ya leo na ya kupokea baraka. Kwa hivyo tusimame na mtumishi wa Mungu siku ya leo, kama vile ambavyo neno la Mungu linatuagiza kwamba tuweze kusimama na wale ambao wanakesha ni kwa ajili ya maisha yetu, wale ambao wanatuombea, wale ambao hawalali, wale ambao wanatubarikisha kwa Mungu, ya kwamba siku ya leo tuko na mtumishi mahali hapa, tusimame naye. Najua ya kwamba tumeshafanya kile tumefanya, na kwa hakika tuko na siku ya leo, na tukitoa na hata tusitoe zaidi, hatutaishiwa, hatutalala njaa kwa sababu tumetoa.
tutaendelea kupokea baraka kupitia kwa Mungu. Na najua kuna mwingine anaweza sema nikitoa hiki niko nacho kidogo, kesho naweza tembea, naweza kosa pia. Hata ukitembea na ufike, si Mungu atakuwa pamoja na wewe? Si Mungu atakuwa pamoja na wewe? Amen. Bora tu tusimame na mtumishi wa Mungu siku ya leo, kwa sababu ni siku yake. Washa wa kuheshimiwa aheshimiwe, na ni siku yetu ya leo kuja kusimama na mtumishi wetu Reverend Joseph. Tunajua ya kwamba huwa anatuombea. Wakati mwingine hata huwa tujikumbuki, lakini huwa anakumbuka. Kuna matamshi ambayo huwa anatamka ni kwa ajili ya maisha yetu, na ninaamini ya kwamba siku ya leo atatamka hayo na hata zaidi juu ya maisha yetu, na ninajua kwamba tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na si Mungu wetu wabariki sana. Amen. Tunapojiandaa kwa sababu ya kusimama na yeye, tukigojea wengine ambao wanakuja tusimame na yeye, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa kutoka siku ya leo, na unga kwetu haitakosa, hatutapungukiwa, hatutakosa mafuta. Najua ya kwamba tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu awabariki na awainue tunapoendelea kubarikiwa kwa pamoja. Bwana awabariki.